wa polisi. Tuangazie taarifa kuu usiku huu. Mamlaka ya mawasiliano nchini CA iko kwenye darubini kali kwa kinachotajwa kuwa ukandamizaji wa uhuru wa vyombo vya habari. Hii ni baada ya mamlaka hiyo kuzima vituo kadhaa vya runinga na redio nchini kwa kupeperusha mbashara matukio ya maandamano ya leo kwa ukumbusho wa maafa ya Juni 25 mwaka jana. Miongoni mwa vituo hivyo ni KTN, NTV na K24. Hatua hiyo ilijiri saa chache tu baada ya mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mawasiliano nchini David Mugonyi kutoa agizo kwa vyombo vyote vya habari kusitisha matangazo ya moja kwa moja ya maandamano hayo. Winfrey Owino na taarifa kamili. Saa 2 asubuhi Jumatano, vijana kutoka maeneo mbalimbali ya nchi walianza maandamano yao ya amani kuwakumbuka waliopoteza maisha yao katika maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Nchi nzima ilikuwa imeganda kwenye runinga zao kufuatilia moja kwa moja matukio ya maandamano kutoka maeneo mbalimbali ya nchi. Lakini hali hii haikudumu kwa muda mrefu. Karibu saa 6 adhuhuri, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mawasiliano nchini CA David Mugonyi alitoa agizo kwa vituo vyote vya habari kusitisha matangazo ya moja kwa moja ya maandamano hayo kwa misingi ya kukiuka sheria. Kufikia wakati huu, vijana walikuwa wamejitokeza kwa maelfu kutoka maeneo mbalimbali na kujumuika katikati ya jiji la Nairobi. Baada ya saa chache, maafisa wa serikali wanaripotiwa kuvamia mitambo ya matangazo ya shirika la The Nation Media Group huko Limuru na kuzima kituo hicho. Muda mfupi baadaye, KTN pia likazimwa, ikafuatwa na K24, huku vituo vilivyosalia vikiepuka kupeperusha matangazo ya moja kwa moja. Chama cha mawakili nchini LSK, kikundi cha mageuzi ya polisi na chama cha madaktari nchini ni miongoni mwa makundi ambayo yamekemea hatua hiyo ya mamlaka ya mawasiliano, wakisema ni tafsiri potovu ya katiba. Aidha, chama cha wahariri nchini pia kimezungumzia swala hili, kikisema kuwa agizo la mamlaka ya mawasiliano ni batili kisheria na kimantiki. Hivyo basi, chama hicho kinaitaka mamlaka ya mawasiliano kufuta agizo lake, kuheshimu maagizo ya mahakama na kuunga mkono uhuru wa wanahabari. Novemba mwaka jana, mahakama kuu ilizuia mamlaka ya mawasiliano nchini kuingilia matangazo ya moja kwa moja ya vyombo vya habari, ikisisitiza kwamba ni baraza la vyombo vya habari la Kenya pekee ndio linaweza kudhibiti maudhui ya matangazo. CA imewahi kufanya kitendo kama hiki awali walipozuia wanahabari kupeperusha maandamano ya wanasiasa wa upinzani wakiongozwa na Raila Odinga. Winfrey Owino, KTN, Nairobi.